Na hali gani mtazamaji wa Tumaini Television, ni siku nyingine tumekutana hapa kwa ajili ya kujadiliana, kupeana elimu hususan katika kipindi chetu cha Maisha Clinic. Karibu sana mwana maisha popote pale ulipo, umekuwa mtu wetu muhimu sana katika kufanikisha jambo hili la Maisha Clinic linakwenda vizuri kabisa, na umekuwa sehemu ya mchango mkubwa. Kwa pengine unavyosikiliza na kutazama vipindi vyetu, kuna namna unajifunza na kuna namna inakusaidia katika maisha yako. Asanteni kwa wote ambao mmeendelea kutupa mrejesho wa kila ambacho mnakitazama. Mmekuwa mkifurahia kipindi chetu cha Maisha Clinic. Niwashukuru sana 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 wote ambao mmekuwa sehemu na ya familia ya Maisha Clinic. Karibu maishani. Jina langu ni Innocent John. Ni siku nyingine hapa tumekutana kuweka mambo mengine vizuri kwa siku ya hilo. Na leo niko na mada nzuri kweli ambayo nimekuandalia. Kwa hiyo kama mkao wa kula, kama mkao wa kujifunza na kuelewa pia kwa siku ya leo. Ni muhimu sana kushiriki nasi kwa maoni na ushauri. Namba ziko hapo chini. Jina langu ni Innocent John. Karibu maishani. Niko na Gilbert Apolinari, ndugu yangu kabisa hapa. Tunahakikisha kila ambacho tumekupanga kwa siku ya leo kikufikie, basi kinakufikia moja kwa moja hapo ulipo. Na leo tutazungumzia tabia ya mtu kuahirisha jambo, ama tabia ya mtu kuahirisha mambo. Hii ipo katika jamii yetu ya Kitanzania, ama nimekuwa kama desturi kwa watu. Unakuta tu mtu anaahirisha jambo bila hata taarifa yoyote, bila sababu yoyote, unakuta anaahirisha tu. Sasa kuna shida gani mtu anapoahirisha jambo, anapoahirisha mambo yake? Mwanasaikolojia yuko hapa kutueleza kwa kina na kutufahamisha, je, kuna faida yoyote katika hilo ama kuna hasara zaidi? Haya yote nipo na ndugu yangu hapa Gilbert Apolinari, atatueleza kwa kina na kwa uzuri kabisa. Kwa kama wewe una hiyo tabia sasa, utaenda kufahamu, je, inakupa faida ama inakuletea hasara katika maisha yako. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Mambo yanakwenda safi kabisa. Mungu ni mwema Mungu ni mwema. Pilika ziko vizuri sana. Nimefurahi tena kwa siku ya leo tumeketi pamoja hapa kuwapelekea jamii yetu elimu hii nzuri kwa siku ya leo. Kabisa. Karibu sana, na moja kwa moja bila kupoteza wakati, leo tutazungumzia kuhusiana na tabia ya kuahirisha jambo ama mambo mbalimbali. Sisi ni binadamu. Naweza nikaanza kutolea mfano kabla hata tujaanza kuelezea. Sawa. Walimu. Walimu unakuta anatoa tangazo, japo lile waga wanafurahia wanafunzi kwamba sitakuwa na kipindi leo, ameahirisha pale. Wanafunzi wanafurahia kweli. Sasa sijui utatueleza leo hiyo nayo inakuwa ni nzuri au ni mbaya. Kwa hiyo haya yote utaenda kutufafanulia, ila nimegusa tu kwa mfano hao walimu, lakini kuna mifano mingi ambayo tutaizungumzia. Kwanza tuguse hii tabia. Tabia ni nini? Tabia tunasema ni matendo ambayo anafanya mtu, yanaweza yakawa yanajirudia, yanaonekana, lakini pia yanapimwa. Sawa? Kwa hiyo tendo lolote ambalo litakuwa na component hizo tatu au yanakuwa na mambo hayo matatu, hiyo tunasema ni tabia, kwa maana ya kujirudia, inaonekana na mwisho wa siku linaweza yakapimwa. Kwa hiyo kwa ujumla wake ndio tunasema ni tabia. Naam. Nakushukuru kwa kutufafanulia hivyo. Sasa tunakuja kwenye swala zima la tabia ya kuahirisha mambo. Tuje kwenye hii, tujikite sasa kwenye huu mzizi wa kuahirisha jambo. Ni kitendo cha namna gani hiki? Tunaposema kuahirisha jambo, ni rahisi mtu mwingine kufikiria kwamba tukisema kuahirisha jambo basi huyu mtu anakuwa hafanyi jambo, yani ameacha kufanya mambo. Lakini ukweli ni kwamba ni kujikita katika mambo ambayo mtu hajayapanga, badala yake anatumia muda kufanya mambo ambayo hajapanga. Yani anaacha kufanya mambo ambayo amejipangia. Maybe kuanzia, labda tuseme jana ulipanga, tuseme utafanya mazoezi, labda utaamka saa 11:30 mpaka saa 11:30 mpaka saa 12, maybe tuseme utasali, si ndio? Baada ya saa 12 kamili, labda mpaka saa 1:30 utakwenda kufanya mazoezi kwa ajili ya kuweka mwili vizuri, si ndio? Huu ni mpango ambayo pengine umeufanya tangu siku moja kabla au siku kabla ya kufika siku husika. Sasa badala yake inafika labda kesho unapofika hiyo saa 11:30, sio kwamba umelala, pengine umeshashtuka. Sawa? Hiyo saa 11 hausali. Sawa? Unaacha kusali. Lakini pia ulipanga kwenda kufanya mazoezi,
hauyafanya hayo mazoezi. Sawa. Dio. Sasa tunajiuliza kwa nini umeacha kufanya mazoezi, umeacha kusali na wakati ulipanga kufanya muda ambao ulikuwa umeutenga kwa ajili ya kufanya hivyo vitu vyote. Yaani uko alerted kwamba kesho nitafanya 1 2 3. Nitaanza na kusali, nitafanya mazoezi, nitakwenda kazini, si ndio? Sasa haya matukio mengine unayaacha. Sasa kile kitendo ndio tunasema umeahirisha. Sawa? Procrastination. Sawa? Sasa ukisha ahirisha, si kwamba haufanyi jambo lingine pale. Ukumbuke wakati umeahirisha, maana yake umelala pale. Hakuna jambo kinachofanyika ni kwamba umelala, lakini haukupanga kulala. Umeona hiyo? Kwa hiyo yani kwamba umetoa kipaumbele kwenye mambo yasiyokuwa kwenye ratiba. Lakini yale ya kwenye ratiba umeyaacha. Sasa hii ndio tunasema ni dhana ya kuahirisha mambo au ni tabia ya kuahirisha mambo. Sawa sawa. Na of course labda ni vizuri labda tuangalie kwamba pengine mtu anapoahirisha mambo huwa kunakuwa na sababu gani. Tulikuwa nakuja kuweka vizuri hapo kwamba ni pengine kisaikolojia zaidi tuzungumze. Pengine kuna hizo sababu ambazo zinamfanya mtu aahirishe tu mambo au ni kuamua tu. Au ni ndio hiyo tabia ambayo mtu anakuwa amejengeka nayo. Sasa tuje hapo katika msingi huo. Hizo sababu sawa sawa. Sasa kunaweza kuwa na sababu nyingi tu za mtu kuahirisha mambo, kuprocrastinate. Lakini labda nitaje 4. Moja inaweza ikawa ni kwamba labda nasema mimi nimechoka au wewe umechoka. Sawa? Nimechoka. Ikawa ni sababu. Sawa? Lakini sababu ya pili inaweza ikawa kwamba hili jambo naweza nikalifanya kesho. Sawa? Naweza nikalifanya kesho au nitalitafutia muda mwingine. Kama ilikuwa ni mazoezi, kama sijafanya leo, maana yake naweza nikafanya jioni. Ilikuwa nimepanga asubuhi, naweza nikafanya jioni. Kama sio jioni nitafanya hata kesho. Sawa sawa? Inaweza ikawa ni sababu. Lakini sababu nyingine inaweza ikawa ni kwamba naogopa nikienda kufanya labda mazoezi nitaumia hivi. Nitaumia. Maana yake hapo ndugu yangu bwana saikolojia, maana yake kuna mawazo yanakuwa yanakujia akilini kwamba mlala bwana, ukienda kuna kugongwa na gari bwana, mlala. Ndio tunachokisema kwa maana nyingine. Sawa? Lala ili usijiumize. Kwa nini uende kufanya mazoezi? Utachoka, utafanyaje? Kuna kutafuta sababu ambazo zinathibitisha kile ambacho yani kuacha kile ambacho kinatakiwa kufanyika badala yake ufanye kile ambacho hakitakiwi kufanyika. Hiyo ni sababu ya 3. Lakini sababu ya 4 inaweza ikawa kwamba umeona labda jambo hilo sio la muhimu. Jambo hilo sio la muhimu. Kwamba kwa jinsi ninavyoliona hili nadhani kwamba hata nikiliacha halina shida. Haina madhara yoyote. Lakini ukumbuke kwamba hili jambo ume take time kulipanga kwamba kesho nataka niende shambani kwa mfano. Kesho nataka nianze kazi muda fulani. Sawa? Umepanga. Lakini sasa inakuja kwamba kwa sababu ambazo wewe unazielewa wakati mwingine ambazo hazieleweki, unaanza kutoa kipaumbele kwenye kazi ambayo haipo kwenye mpango, badala yake unaacha kazi ambayo pengine imebeba hatima ya maisha yako. Kwa hiyo hii kwangu mimi naona kama hizi ni sababu ambazo zinampeleka mtu kumfanya aone kwamba kuna sababu za kuahirisha jambo ambalo alijipangia na kufanya jambo ambalo halikuwepo katika mpango. Kuna hii sababu ya kuchoka. Mtu amekuwa amechoka. Kitaalamu na kisaikolojia zaidi, mtu anashauriwa kuahirisha jambo kwa sababu kachoka. Of course tunasema hivi, sawa? Kuahirisha jambo kwa sababu ya kuchoka, hatuwezi tukasema kwamba mtu afanye kazi wakati wote. Sawa sawa? Hatuwezi tukasema hivyo. Lakini kuna kanuni moja nadhani sasa tutakapokuja kuangalia zile namna gani ya kumsaidia mtu ameshaathirika na tabia kuacha mambo. Sasa huko ndio tutakuja kuona sasa namna gani ambavyo kuna kanuni moja tunasema kanuni ya 40%. Sawa? Hii kanuni inasema hivi, wakati wewe unafikiria kwamba umechoka,
unatakiwa kujua kwamba ni 40% ya akili yako imetumika. Kwa hivyo una 60% ambayo haijaguswa. Kwa hiyo kuongeza masaa 2-3 haikufanyi wewe ufe, haikufanyi wewe uumie. Sawa? Ndio maana lazima upime kwamba okay, ni kweli nimechoka, lakini hii kazi ni muhimu kiasi gani? Kama imebeba hatima ya maisha yangu, kama imebeba hatima ya taasisi yangu, kwa nini nikiongeza, yani kuna hasara gani ambayo pengine mimi nikiongeza nusu saa, saa moja, masaa 2, masaa 3 nitaathirika kiasi gani kama hii kazi itakamilika? Okay. Yeah. Lakini unakuta mwanasaikolojia mtu mwingine sasa utanieleza na utawaeleza pia watazamaji wetu, utaliweka sawa hili. Mtu mwingine unakuta kabisa anakuambia aisee, bora uchoke mwili kuliko kuchoka akili. Naam. Sasa hiyo imetokea, sasa mtu anakuambia hivyo, anakuambia sema akili yangu ishachoka, naomba niahirishe hili jambo nitalifanya kesho. Yuko sahihi mtu huyo ama ndo anajitafutia matatizo mengine makubwa zaidi? Nimesema jambo la muhimu ni kuangalia kwamba hii kazi imebeba dhamana kiasi gani. Sawa sawa? Yes. Na wewe unapokuja kazini, bila shaka unakuja umepanga kwamba okay, leo nitakuwa na kazi 1, 2, 3. Okay. Kwa kupanga vile, maana yake ni kwamba ziko chini ya uwezo wako kuzifanya na kuzitimiza. Yes. Sasa kama ziko chini ya uwezo wako, why? Kwa nini itokee kwamba unashindwa kutimiza? Ulipangaje kitu ambacho unajua huna uwezo wa kutekeleza? Sawa sawa. Kwa hiyo kuchoka tunakubali. Haiwezekani mtu akafanya kazi wakati wote. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu ameumba mchana na usiku. Sawa sawa. Mtu apate muda wa kupumzika, si ndio? Lakini pia kuna zile weekend, watu wengine huwa wanapumzika katika siku za weekend, sawa? Lakini pia kuna masaa ya kazi. Sawa? Tukienda kazini hatufanyi kazi masaa yote. Kuna wakati kuna break time, unakuta watu wanakunywa chai pale, si ndio? Utakuta labda kwa kazi hizi za mfumo rasmi, mtu anafanya kazi kwa masaa 8. Baada ya hapo anahitaji kwenda kupumzika. Sasa unapokuwa kazini, jambo la muhimu ni kuhakikisha kwamba unatumia muda vizuri ili kile ambacho kilitegemewa kipatikane kweli. Okay. Naam. Sasa unakuta hii ipo na wengi umeeleza vizuri, na wengi wasifanye kama kichaka sasa cha kujifichia kwamba nimechoka bana nipumzike. Anapaswa angalie kazi ambayo anaifanya inaweza ikamletea matokeo gani baadaye. Unaweza kairisha kumbe kazi ni ya muhimu na ya faida, kesho na kesho kutwa unakutana na barua ya HR. Naam. Umeona? Kumbe ulitakiwa ailishe, ukangangana nayo kuifanya kazi ukaiharibu, kesho pia ukakutana na barua ya HR. Kwa hiyo tunabidi tuangalie kwa msingi huo, kama nimekuelewa vizuri. Inabidi kuangalia hata kama umechoka, lazima uangalie na kila ambacho unatakiwa kukifanya. Je, kipo ndani ya uwezo wako kukitimiza na kina manufaa gani mbeleni? Uko sawa. Lakini labda tuweke vizuri hapa kwamba unavyopewa majukumu assignment, assignment, maana yake ni kwamba walishaona kwamba hilo jukumu unalifanyeje? Unalimudu. Sasa kama unalimudu, kuna labda zile tunasema yani sababu ingilizi. Sawa? Pengine chunguza muda wako umeutumia vipi. Sawa? Labda wakati wa kufanya kazi wewe ulikuwa unatumia simu kuchat, kuperuzi, kuangalia dunia inakwendaje. Sawa sawa? Sasa inafikia wakati umekwisha wa kuwa kazini, na kazi ukiangalia haijafikia kwenye malengo. Jambo la muhimu pale inabidi sasa sio kusema nimechoka. Hii ni sababu ya kutafuta kichaka, kutumia muda sawa sawa. Ndio maana nikasema kuna sehemu watu wanaweza kutafuta kichaka, kwa sababu mwana saikolojia alisema bana mimi nikichoka nipumzike. Sasa tusitoe hiyo loophole. Jambo la muhimu, umepewa kwa mfano unafika kazini labda saa 2 kamili, tunajua kwenye ofisi nyingi, si ndio? Au kama ni shambani umesema kwamba nakwenda saa 12, saa 6 nitarudi nyumbani, si ndio? Kuna baadhi ya maeneo wanafanya hivyo. Au mwingine amesema kwamba labda mimi kuanzia saa 12 nitarudi labda jioni saa 10, si ndio? Sasa unapofika shambani unafanya nini? Unaanza kwenda kusalimia majirani ambao wako karibu na shamba lako. Je, ndio kazi ile kupeleka? Sawa? Kwa hiyo utajikuta ukifanya tathmini ya kazi uliyoifanya, unaweza usione au isitimie kwenye yale malengo ambayo umejipangia.
Kwa nini? Kwa sababu haukutoa kipaumbele kwenye kazi ambayo ulitakiwa kuifanya. Badala ya kutoa kipaumbele, wewe umeenda kufanya vitu vingine ambavyo haukutuma au kuvibudget kwenye ratiba yako. Kwa hiyo tusiseme tu kwamba nimechoka. Inaweza ikawa ni sababu. Ndio ukija ukanimwambia mtu kwamba okay, mimi nimechoka, siwezi kufanya hili na hili kwa sababu labda nimekuepo hapa tangu asubuhi mpaka saa hizi na saa hizi ni jioni. Mtu anaweza akasema okay, lakini deep down wewe huo muda uliopewa umeutumiaje? Naam. Umeeleza vizuri. Asante sana ndugu yangu. Nikushukuru sana. Naamini pia ambaye anatufuatilia kwa sasa hivi tuko kwenye hizo sababu ambazo zinapelekea mtu kuwa na tabia ya kuahirisha. Kuna hii kitu kimoja kipo tumesoma huko shuleni, tunajua. Unaweza kama mfano mzuri pia, unakuta mwalimu anasema sitaki muondoke mpaka kazi yangu muimalize. Ipo anatoa hiyo kauli kwamba sitaki mwanafunzi yoyote aondoke mpaka hii kazi yangu iwe imemalizika. Sasa kwenye darasa la watu 100 na namna ambavyo umeelezea kwenye swala zima la kuchoka, mwalimu huyo anazingatia nini ili kuhakikisha wanafunzi wake kila ambacho anakifanya pale kinawafikia wanafunzi wake? Kwa sababu pale tuko 200 au 100 lakini unakuta mwalimu anasema hivyo, sitaki mtu aondoke mpaka kazi yangu iishe. Kama mwalimu tunamweka kwenye kundi gani, au huyo mtu tunamweka kwenye kundi gani? Kwa kawaida tumesema ni tabia hii. Tabia inajengwa. Yaani tabia sio jambo ambalo unaamka alafu umekuwa. Maana yake ni vile ambavyo, yani ni kama mchezo wa kupiga kura. Okay. Kura moja hatuwezi tukaona kazi yake. Lakini wewe, mimi, yule na yule kule tukipiga tunapata mshindi pale, ndo anapatikana, si ndio? Lakini kwa hali ya kawaida mwalimu anaposema kwamba kazi hii nataka kila moja aifanye, sawa? Na yeye pia alikuwa na mpango, alikuwa na lengo mpaka anafikia hatua hiyo. Anajua hii kazi ninaitoa kwa wanafunzi wangu. Bila shaka hawa wanafunzi wanaiweza. Na ndio maana mwalimu alitushirikisha sisi hiyo jambo kutuuliza, labda kuwashirikisha. Alitushirikisha. Kwa mfano anyway, anaweza akasema washirikishe kwa tabia ya wanafunzi, wanaweza akakataa, si ndio? Kuna wakati wanaweza wakakataa ukiwashirikisha. Lakini kwa kawaida mwalimu anajua kwamba natakiwa nifundishe hapa, na huwa ana maandalizi. Natakiwa nifundishe kuanzia hapa mpaka hapa. Sawa? Nikifundisha kwa kipindi hiki, sawa? Vile vipindi ambavyo vinatumika madarasani sio vinatokea tu kwamba mwalimu amejisikia. Ni calculation ambayo ni ya kisayansi kabisa. Sasa hii lugha ya kuoverdose kwa wanafunzi imetokea wapi mwana saikolojia? Inaweza ikawa pengine labda mtu unajua kuna dakika 40. Kwa msingi huu ambao umesema kama mwalimu anakuwa amepangilia vitu vyake vya kufundisha. Hii kauli mbona ipo sana mashuleni? Mwalimu ameoverdose wanafunzi. Lazima tuwe makini tunapoichambua hiyo kauli. Inawezekana pia lazima tuelewane hapa kwamba anayesema ni nani na yupo katika mudi gani. Sawa? Ikiwa kama mwalimu anaweza akaingia pengine akafundisha masaa 3 darasani. Sasa hapo tunaangalia level, si ndio? Kwa sababu mtu ambaye anasoma chuo kikuu kwa mfano anaweza kusoma masaa mengi ukilinganisha na mwanafunzi wa chini wa shule ya msingi, sekondari. Sawa? Mtoto, ukienda kwa mtoto ambaye labda ni wale watoto anaweza akasoma labda kwa dakika 30-20. Sawa? Kwa mara moja. Na mara nyingi wanahusisha michezo. Ukimfanya mtoto akacheza, anaweza kusoma kwa muda mrefu kuliko ambavyo unaweza ukamfundisha kama mtu mzima. Sasa unavyopanda unakuja kukuta kipindi labda cha dakika 40. Sawa? Vipindi viwili dakika 80. Sawa? Hii hapa tayari calculation imeshafanyika kwamba huyu mtoto akifundishwa kwa muda huu hawezi akaathirika kwa namna yoyote, ataelewa pasipokuwa na shida. Ndio maana sasa hata mashuleni huko unakuta kuna nini? Kuna kengele. Kwamba kipindi kimeisha, mtu anagongewa kengele. Anakumbushwa kwamba kipindi kimefanyaje? Muda wako umeisha. Muda wako umekwisha. Kipindi cha pili kinaisha, utaona mwalimu anatoka. Sasa inaweza katokea kwamba katika muda huo mwanafunzi anasema kwamba nimekuwa overdosed. Nimezidishiwa. Sasa hivi sio vitu ambavyo mwalimu ndio ameamua. Ni utaratibu na tafiti zimefanyika, mwisho wa siku akasema okay, standard average
dakika fulani zitakuwa vizuri kwa ajili ya mwanafunzi kujifunza, na anapojifunza anaweza akajifunza hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo akitokea na kuambia kwamba nimezidishiwa, pengine sasa ndio hapo uangalie huyu mtoto yeye ni wa aina gani. Sawa. Wakati mwingine anaweza sio anapenda kusoma, sawa, lakini pia labda kunaweza kuwa na sababu nyingine, labda asielewe, labda njia zinazotumika na mwalimu labda asizielewe, pengine inawezekana ikawa na tafsiri hivyo. Lakini kwa hali ya kawaida kuzidisha, kusema nimechoka na nini, itakuwa sawa, lakini lazima tuangalie sababu nyinginezo. Tumwangalie mtu ambaye ana tabia ya kuahirisha na mambo, na mtu ambaye si tabia yake kuahirisha jambo. Hao watu tunaweza tukawatofautisha namna gani? Yani mimi Innocent na tabia ya kuahirisha tu mambo, lakini naenda kufanya na kazi na Gilbert Apolinari, yeye hana tabia ya kuahirisha mambo. Yes. Okay, sasa tufanye hivi. Ni namna gani tutamsaidia mtu ambaye ana tatizo la kuahirisha mambo? Sawa sawa. Nafikiri umenipata vizuri. Sawa. Sasa hapa kunaweza kuwa na sababu 9 za kumsaidia huyu mtu mwenye tabia ya kuahirisha mambo. Sawa. Tumtibu sasa. Hii ni tiba. Unasikia mtazamaji? Lakini baada tukishamaliza hizo tusahau kabisa. Tuje pengine kuna hizo faida zake pia za kuahirisha mambo. Tutaziona hapa. Tutakuwa tunajaribu kuonyesha na faida pia. Kwa sababu na mtu mwingine anaweza kawa anakaa sasa anaangalia hivi. Okay, jamaa mbona ananisema sana? Kwenye hili jambo langu hamna hata faida yoyote ambayo mimi naweza tuangalie hizo sababu ambazo tunaweza tukamsaidia. Sawa. Sasa sababu ya kwanza tunasema hivi kwamba wanasema msumari unapoingilia ndipo unapotokea. Pale. Si ndio? Uwezo kubadilisha. Sawa. Kwa hiyo cha kwanza ni kutambua sababu ambazo zinamsababisha mtu kuahirisha jambo. Sawa sawa. Zile sababu tumeziona huko. Inaweza ikawa ni kwamba mimi nimechoka, mimi naogopa, mimi siwi na hivi, mimi na labda nitafanya kesho na sababu nyinginezo kama hizo. Sawa sawa. Au hizi lazima azijue. Lakini inaweza ikawa labda huyu mtu anashindwa yani anashindwa kuwa na motivation. Sawa. Sawa. Okay. Mtu anashindwa kufanya kazi au anashindwa kutimiza malengo yake pamoja na kwamba ameyapanga kwa sababu anashindwa kuwa na motivation. Sasa anapokuwa anashindwa kuwa na motivation, anatakiwa afanyeje? Cha kwanza anaweza akagawa lile jukumu. Sawa? Akagawa lile jukumu kwamba okay, kwa leo najisikia labda siko vizuri na nini na nini. Kwa hiyo naomba ndugu yangu nifanyie. Sawa, kama una wenzako unashirikiana na wenzako, mpe kazi mwenzako afanye badala yako. Kwa hiyo lile jukumu litatimia vile kama vile ambavyo ulitaka, kwa sababu atatakiwa kulitimiza vile. Lakini ile sababu ya pili, umelichunguza jambo ukaona kabisa iliwezekana. Basi unachoweza ukafanya, unaweza ukasema kwamba hili jambo naachana nalo kwa sababu sioni kama kuna future ndani ya hilo jambo. Sawa. Usinganganie jambo. Usiling'ang'anize kama unaona kabisa halina faida, halijabeba hatima ya maisha yako, hatima ya taasisi yako, then unaweza ukaliacha. Lakini jambo lingine, unaweza ukafikia sehemu ukasema kwamba aina gani ya mawazo umeyaingiza akilini mwako. Sawa. Manake uchenji jinsi ambavyo unatazama hiyo kazi. Sawa. Inawezekana kwa mfano wewe umekuja huko lakini unafika tu kazini hapa unaanza kusema yani leo nasikia nimechoka. Yani naona kama vile unatafuta sababu za kuacha kufanya kazi kwa siku hiyo. Sawa. Yani ni kujustify kitu ambacho pengine wewe umekuja kazini tayari. Sasa kama umekuja kazini haumwi, umekula vizuri usiku, una nguvu za kutosha, unakuja huku unaanza kusema unajua kwenye maandiko dunia Mwenyezi Mungu ameumba dunia kwa maneno, si ndio? Yes. Sasa kuna nguvu ya maneno. Yani unavyonena jambo ndio maana tunasema sometimes uhitaji hata kumuita mtu yale majina mabaya. Sawa? Kwa sababu yale matamshi yanaumba. Dunia ilivyo ni matokeo ya maneno. Sawa? Mungu ametamka hiki kikawa, si ndio? Sasa unaposema kwamba hivi nimechoka, hivi, kwa hiyo una justify na akili yako ina respond hivyo. Sawa? Sasa hilo linaweza kuwa nyingine. Lakini ukisha tafuta mawazo mazuri, tafsiri yake ni kwamba unaangalia kile ulichokipanga kwa namna mpya.
Sawa? Sawa sawa. Baada ya kusema kwamba siwezi kufanya hivi, nimechoka. Unasema plan B tunasema. Yes, plan B, lakini umeingiza mawazo gani mapya kuondoa yale ambayo yanaweza yakakusababisha wewe kuahirisha hilo jambo. Sawa? Kwa mfano umesema yani leo sitatoa kipaumbele kwa jambo lingine tofauti na hizi haya mambo ambayo nimeyapangilia. Sawa? Maana yake hapa una restructure, sawa, vile ambavyo umeangalia mambo. Sawa? Lakini jambo la mwisho kwenye motivation unaanza kufanya. Yaani unaposema kwamba hivi kutafuta sababu na kuingiza mawazo mapya, kinachofuata ni kuanza kufanya kwamba okay, sasa naenda kuproduce kipindi. Sawa? Unaanza kufanya kazi ili uweze kupata matokeo kama ambavyo umepanga. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ndio tunasema kwamba jikumbushe ni nini madhara ya kutofanya kazi. Ni nini madhara ya kuahirisha hilo jambo ambalo unapaswa kulifanya. Sawa? Kwa mfano kunaweza kuwa na nani mbili hapa. Kuna madhara ya aina mbili. Ya kwanza inaweza ikawa ni gharama ya moja kwa moja, na ya pili inaweza ikawa ni gharama ya isiyo ya moja kwa moja. Gharama ya moja kwa moja inakuwaje? Gharama ya moja kwa moja inakuwa hivi kwamba tunafahamu katika ulimwengu huu mtu akikuuliza kitu gani kina thamani katika haya maisha ambacho kikitoka hakitarudi tena, tutajibu ni muda, si ndio? Sawa sawa. Time, si ndio? Sasa kama umepanga jambo lako ukashindwa kulitekeleza, tafsiri yake ni kwamba haitakuja utumie muda ule kutimiza kile ambacho ulikitaka. Kwa hiyo hii maana yake ni kwamba umepoteza muda wa kutekeleza hilo jambo na hautakuja kulirudia tena. Sawa sawa. Hiyo ni gharama ya moja kwa moja ambayo unatakiwa kuielewa. Lakini jambo la pili ambalo tumesema ni athari ya ambayo ni sio ya moja kwa moja. Umeshasema kutoka jana kwamba mimi nikienda kazini nitafanya 1 2 3. Nikienda shambani nitafikia hapa. Nikienda shuleni nitafanya hiki. Nikienda yani nitakapokuwa kwenye kazi au nitakapokuwa nafanya jukumu langu hili nimekusudia kufika hapa. Wewe unaposema kwamba hili jambo haliwezekani, behind your back, yani nyuma yako, yani ukianza kujifikiria sema hili jambo kama mbona yani nimeshindwa kweli kwa sababu ya usingizi. Si kufanya mazoezi tu kwa sababu ya usingizi. Sawa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba unaanza kuproduce stress. Sawa? Kwenye mwili wa binadamu kuna hormone moja inaitwa cortisol. Hii hapa ndio inahusika na kutengeneza stress. Sawa? Kutengeneza ile hali ya mtu kuwa na mawazo, kuanza kujichukia na mambo mengine kama hayo. Sasa hii ni kutokana na nini? Kwamba umeahirisha jambo. Lakini ukija peke yako unaanza kuona kwamba okay, pamoja na kuahirisha lakini kuna sababu ya msingi. Maana yake ni kwamba kama ungeweza kutimiza hilo jambo, ulikuwa unaruhusu homoni nzuri kuzaliwa katika damu yako na kuanza kupata motivation nyingine ya kuanza kufanya kazi. Yes. Badala yake unaanza kujisikia vibaya. Kwa nini? Umeshindwa kutimiza lile jambo ambalo ulichukua muda wako kulipanga na kuamini kwamba linawezekana. Mwisho wa siku ukasema haliwezekani kwa kutafuta sababu sio kwa za maana kulifanya lisionekane. Sasa hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu ni tunasema unahitaji kuweka wazi zile sababu zote ambazo zinakusababisha wewe kuahirisha jambo. Ziweke wazi sasa. Zipambanue. Yes. Kama kuna watu wa kusaidia, si ndio? Ndio unachotaka kusema. Tunakwenda huko. Sawa. Sasa tumesema zile sababu 4. Sababu ya kwanza tumesema kwamba bwana mimi nimechoka. Tunakubaliana kwamba kuchoka sio jambo baya. Inawezekana kwamba umechoka kweli, ni sahihi. Yes. Lakini unaposema umechoka ukumbuke kwamba 40% ndio iliyotumika, 60% haijatumika. Bado ipo. Kwa hiyo una reserve kubwa ya nguvu na akili kuliko ambavyo unavyofikiria wewe. Kwa hiyo hakuna sababu ya kusema kwamba nimechoka. Jambo la muhimu ni kwamba hicho unachotaka kukitimiza wewe ni muhimu kiasi gani, kimebeba hatima gani kwenye maisha yako. Sawa. Kama ni hivyo unawajibika kutekeleza. Chukua masaa 2, chukua masaa 3, haitakufanya wewe ufe, haitakufanya wewe uchoke katika viwango ambavyo tunasema kwamba umepitiliza. Okay. Sawa. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya nyingine. Lakini tunakuja sababu nyingine
ni kwamba unaweza kusema hapo hapo kwamba katika kuanikava sasa au kuviweka bayana vile vitu vinavyokusababisha wewe uahirishe mambo. Inaweza ikawa sasa unasema sitafanya kesho, si ndio? Nitafanya kesho. Sasa wewe unaposema kwamba utafanya kesho, una uhakika gani kwamba kesho haitakuwa kesho kutwa? Yes. Sawa? Yes. Si inawezekana kwamba kama nimeahirisha leo, hilo jambo litafanyika kesho kutwa pia. Ikifika kesho kutwa amepigia mahesabu, kuna nguvu kazi ya kesho ipo. Ikaongezeka. Sasa tunajiuliza swali, kama kuna nguvu kazi, ni kwa nini hilo jambo halikuwekewa hiyo nguvu kazi leo? Sawa sawa? Kesho anakuja mtoto wa shangazi. Anakuja mtoto wa shangazi. Tutafanya naye kazi. Umepima kiasi gani kwamba huyo mtoto wa shangazi atakuja na nguvu ambayo wewe unaitegemea? Kama asipokuja hiyo kesho, si ndio itakuja kesho kutwa? Itakuja kesho kutwa. Sawa. Bado tunatengeneza tatizo tena. Hii ni tabia. Sawa sawa. Ambayo unatakiwa kuijenga katika nafsi yako. Kama leo imeshindikana, maana yake ni kwamba tafuta sababu za kufanya utekeleze, kwa sababu ulichukua muda wako kulipanga hilo jambo. Kama ulilipanga, maana yake lina kipaumbele kwako. Huwezi kupanga jambo ambalo unajua kama halina umuhimu kwako. Sasa lakini jambo lingine naweza kusema mimi bwana nashindwa kufanya hii kazi kwa sababu nahofia hii kazi nikiifanya nadhani haitakuwa na ufanisi mkubwa, si ndio? Naweza nika underperform. Sasa tunajiuliza swali au ujiulize swali kwamba nita underperform. Ni kazi gani ya binadamu ambayo unaweza ukaenda kuitafuta kwa makosa ukashindwa kupata makosa? Kwa watu ambao wanasoma elimu ya vyuo vikuu na hasa masters na kuendelea huko, ndio sawa, ambapo kunakuwa na mtu anatengeneza labda utafiti, anafanya utafiti. Kuna hatua ya kwanza ni kutengeneza pendekezo la utafiti. Sawa. Akiwa katika hatua ya pendekezo la utafiti, kinachofanyika pale ni kwamba anaingia msituni, anachambua, anatafuta, anakusanya. Mwisho wa siku anaona kwamba mimi kwa hatua niliyoifanya naona kwamba hapa nilipofikia ni sawa. Pia anakuwa ana mshauri katika eneo ambayo anafanyia utafiti. Mwisho wa siku anaambiwa baada ya kutafuta hicho ulichokitafuta, tunaomba sasa uingie kwenye jopo la wataalamu tuone ulichokitafuta je ni chenyewe. Sawa. Kwa hiyo ataingia kwenye jopo hilo. Akiingia kwenye jopo, tafsiri yake ni kwamba atawasilisha, baadaye ataulizwa maswali. Ndio tunaona umesema hivi, utafanya hivi, itakuwa hivi, utahusisha watu hawa na kila kitu. Sawa. Lakini mbona tunaona kwenye design yako, tunaona kwenye labda approach yako, tunaona kwenye watu utakao watumia kwa maana ya participants, kama vile hizi njia haziendani. Ndio utafiti wako ni mzuri, unakusudia kufanya kitu kizuri, lakini tunaona haya maeneo unaweza ukakaa ukayaboresha zaidi, alafu mwisho wa siku utatuletea uje utuletee kwamba haya mambo tuone kwamba hili hapa linafungamana na hili na hili na hili na hili. Mwisho wa siku yote tunaona kwamba hii kweli ni single story. Sawa. Sasa maana yangu ni nini hapa? Maana yangu ni kwamba kazi nzuri sio ambayo imekamilika peke yake. Kazi nzuri ni ile inayopokea maboresho. Sawa? Kama nikiifanya. Sawa? Kama nikiifanya, mimi nitakuuliza swali kwamba pengine wewe umefanya kazi, mtu akaja kukurekebisha, bwana mbona naona kama kipindi chetu hiki hapa kiko hivi na hivi. Sawa. Vipi usingefanya hicho kipindi? Angekosoa wapi? Ukosoaji huwa unakuja kwa mtu aliyefanya. Twende tukapate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na mada yetu nzuri kabisa, tabia ya mtu kuahirisha mambo. Nipo na ndugu yangu hapa Gilbert Apolinari, tunaendelea kuifafanua na kuidadavua vizuri kweli kweli, na hapa tupo kwenye sababu za kumsaidia sasa yule ambaye ana hiyo tabia. Yaani kila yeye akigusa tu jambo anakimbia, anaachana nalo. Nitalifanya kesho kutwa, kesho mwisho mtondogo. Inakuwa mambo kama hayo. Karibu sana, naendelea kufuatilia, na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Maisha Kliniki, karibu maishani. Tunaenda mapumziko mafupi alafu tutarejea. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika
kitu kwenye familia? Mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa hapa Tumaini Television. Mtazamaji, upendo, yani nikikwambia katika kwaya hii kuna pea wewe. Na walikuwa wanawafundisha watu katika misingi hiyo. Sasa wale waliopata misingi kutoka kwenye huo mfereji hawasepetuki. Jamani, wanapendeza Mtazamaji, kwa Yesu ni raha Kuimba raha Uliniona toka mbali. Kwake Mungu, tazama mimi kanijalia karama ya kuimba. Mtazamaji wa kipindi cha Maisha Clinic, karibu sana Maishani. Innocent John niko hapa kuhakikisha kile ambacho tunaendelea kukuletea moja kwa moja katika TV yako, na umeketi hapo unatutazama. Karibu sana. Niko na mwanasaikolojia, mwanachama hai kabisa wa chama cha wanasaikolojia nchini Tanzania. Niko naye hapa kuhakikisha kwamba kila ambacho tumelenga kukikusudia kukifikisha kwako basi kinafika kama ambavyo wewe unapenda kutazama kipindi cha Maisha Clinic. Na leo tunazungumzia kuhusiana na tabia ya watu kuahirisha mambo. Yaani hii imekuwa ni tabia. Mwanasaikolojia hapa ameanza kaelezea tabia, tukaja kuelezea kwa jumla masuala mazima ya tabia ya kuahirisha mambo. Ipoje hii, inajengekaje hiyo? Ameelezea hapo vizuri kabisa, lakini kuna zile sababu kuu ambazo zinamfanya mtu ahirishe mambo. Nazo ni amezizungumza hapo. Kama ndo kwanza mimi nakupitisha tu kwa haraka. Sasa tupo kwenye sababu ambazo tunaweza tukamsaidia huyu mtu mwenye tabia ambayo tayari imeshakomaa ya kuahirisha tu mambo. Tupo kwenye hizo sababu, na tulikuwa kwenye sababu ya 3 na tunazo sababu 9. Tunapiga ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa hiyo tunakupa hizo sababu za kumsaidia huyu mtu kuachana na hiyo tabia ya kuahirisha jambo, kwa sababu ina shida kweli, lakini tunampa na faida zake. Tumerejea. Tumalizie pointi yetu ya 3 kabla ya kwenda kwenye pointi nyingine. Yani tunazo 9. Na hizi lazima zimalizike leo. Sawa. Kwa hiyo nyingine tulikuwa tunasema, tumehitimisha kwa hiyo kwamba naweza nikafanya kazi kesho au naogopa nitapata vibaya, si ndio? Sasa mtu asiogope kukosea. Sawa, katika maisha usiogope kukosea. Sawa. Jambo la muhimu ni kwamba anza. Mtu anakuja kukosoa baada ya kuwa umefanya. Hawezi kukosoa kama haujafanya. Sawa, kubali kukosolewa na ni sehemu kabisa ya mafanikio. Sawa. Ukienda kumfuata mtu yoyote ambaye anafanya mambo yake, anafanya biashara, anafanya kazi, amefanikiwa katika maeneo yake fulani, ukimuuliza ni maeneo gani ambayo ulikosea, hata shindwa kukuambia kwamba kuna sehemu gani ambayo nimekosea. Sababu ya 4 ni tunasema kwamba baada ya zifunua zile vyanzo kama ambavyo tumeviona, kuviweka bayana kwamba mimi changamoto yangu ni hii na hii na hii. Sasa unatakiwa kujipa sababu sasa ya msingi, kutafuta majibu sahihi ya zile changamoto ambazo unasema ya huku. Sawa? Huku umeyafunua. Sasa unakuja hatua nyingine ni ya kutafuta kuingiza taarifa. Tunasema rewrite the story. Kutafuta taarifa, ingiza taarifa ambazo zitakufanya uwe na motisha ya kazi. Sawa. Uwe na ile motisha ya kufanya kazi. Sawa. Nitakupa mfano. Siku moja nilipata nafasi ya kufanya kazi na profesa mmoja. Sawa. Nikiwa nimemtembelea pale nyumbani, alikuwa na kazi, anafanya kazi ya utafiti fulani. Sasa tumekaa pale tunaongea, lakini mwisho wa siku akasema najisikia yani kama afya yangu ina shida hivi. Sawa, mimi sijakaa vizuri, najisikia kama yani siko katika ile hali ya kawaida. Kwa hiyo sijui, lakini pia hii kazi nilionayo inahitaji kufikia sehemu fulani. Sasa mimi nikaanza kuwaza, nikasema sasa profu, kwa nini kama ni hivyo usipate labda usiku upumzike, utaweza kuifanya kesho.
au utaweza kutafuta labda hata usiku ukaamka ukafanya hiyo kazi, utakuwa na nguvu, utakuwa umepumzika labda na nini. Akacheka. Baada ya kucheka akaniambia hivi, kwa mfano ikitokea nimeamka usiku afu hakuna umeme nikiamka usiku halafu umeme haupo na unajua kompyuta zinategemea umeme na nini na nini, itakuwaje? Hapana, kuna sababu ya kufanya hii kazi kwa vyovyote vile ambavyo kwa muda huu ambao ninao, kwa sababu muda ninao ambao nina uhakika nao ni huu. Ikitokea huko baadaye nikaamka na nini, lakini walau nimefanya. Nikiamka nisije kusema kwamba kilichotakiwa kufanyika leo sijakifanya. Kwa hiyo huyu anatafuta, au huyu, hii story inatufundisha kwamba unatakiwa kutafuta sababu zitakazo kufanyia wewe uwe na hamasa ya kufanya, sio kwa sababu za kukufanya ukimbie kwenye mambo ambayo yanabeba hatima yako. Sasa inayofuata ni kwamba hebu mtu atoe sababu. Sawa? Atoe sababu za kwa nini anataka, yani kwa nini ameamua kutimiza lengo hilo, kwa nini anataka kufanya kazi hiyo. Sawa sawa. Sasa labda nitoe mfano, azitafute sababu. Okay. Mimi nataka kwenda shambani. Sawa? Lengo la kwenda shambani wewe ni nini? Sawa? Utafute sababu ambazo ziko dhahiri, zitakazo kuwa zinakuita. Yaani ukisema kwamba mimi siwezi kuna nini, uone kwamba kuna deni. Sawa? Sasa sababu hiyo inakuja hivi kwamba kwa mfano na kwenda shambani. Sababu inaweza ikawa hivi. Sasa sio hii, mimi natoa mfano. Sawa? Kwamba na kwenda shambani kulima, na kwenda shambani kulima mazao ili nipunguze kiwango cha kutegemea sokoni. Yaani kila kitu niwe nanunua sokoni. Sawa sawa? Lakini nikishapata mazao ambayo ni product ya nguvu zangu, itanisaidia mimi kulipa ada ya watoto. Sawa sawa? Lakini pia sababu nyingine ya mimi kwa nini niende shambani pengine ni kwamba pesa ambayo nitaipata kwenye vyanzo vingine vya fedha itakuwa kama sehemu ya kuweka reserve. Sawa sawa? Kutunza. Sawa? Sasa nikisha kuwa na majibu hayo, tafsiri yake sitaweza kuridhika kwamba niache alafu majibu yakaja kwamba eti lala. Kwa sababu nasema kwamba okay, nikiacha nitaendelea kutegemea sokoni. Vipi watoto wangu wataendelea hii ada ambayo nimesema kwamba nitafidia kiwango cha ada? Vipi saving yangu itakuwa inapatikana vipi? Kwa hiyo haya ni baadhi ya majibu ambayo ukitengeneza unapata sababu za msingi ambazo zitakuwa zinakuvuta wakati wote wewe kuitikia wito wa kutimiza malengo yako. Lakini sababu nyingine ambayo nadhani itakuwa sababu ya 6 ni kwamba inaweza ikawa kwamba kuangalia ni vitu gani ambavyo wewe ukiwa unatimiza majukumu yako vinaweza vikaingilia kazi. Sawa? Okay. Si umepanga leo ufikie sehemu fulani, si ndio? Lazima uangalie kwamba okay, ninapokuwa natimiza kazi yangu ni vitu gani ambavyo vinaweza vikaingia katikati nikashindwa kutimiza yale malengo yangu. Sawa? Tumesema kwa mfano mkulima. Sawa? Mimi nimepanga naenda shambani, lakini baada ya kufika naanza kusalimiana na majirani pale mashambani na nini, wote ambao wanazunguka pale. Sawa? Maana yake ni nini? Hii inanilia muda ambao sitaweza kutekeleza yale nani, kama ni mambo ya ofisini. Kama ni jambo la ofisini, kwa mfano leo mtu mwingine akishaona kwamba kuna TV, inakuwa ni ngumu sana kwake kufanya kazi wakati anaona kipindi anachokipenda. Sawa? Na hii imewagharimu wengi sana. Yes. Kwa hiyo unakuta muda mwingi unapotea kwenye kuangalia kipindi anachokinani badala ya kufanya jambo alilotakiwa kulifanya. Ukiachana na TV, labda hizi simu janja, si ndio? Sasa hizi dunia iko kiganjani, si ndio? Sasa unaweza kukuta mtu badala ya kufanya kazi amekaa wakati wote huko na simu. Sawa? Na simu. Muda mwingi unapotea hapa, malengo hayatafikia. Wewe haitakuwa tofauti na yule aliyesema sifanyi kazi. Nakubali. Kwa sababu kile ulichojipangia hautakifikia. Itafika jioni unaanza kujilaumu, lakini nilipanga nifanye hivi, mbona sijafanya?
nini shida, sio nini na nini. Unaanza kutafuta sababu ambazo kimsingi hazikuwa na lazima. Umeshindwa kujua kwamba mchawi wako yuko mikononi mwako. Ungeweza kuamua kwamba umweke pembeni, lakini baadaye umempa muda na ameingilia mpaka muda ambao utakiwa kufanya vitu ambavyo vimebeba hatima yako katika maisha. Na sababu nyingine au tiba nyingine sasa. Tiba nyingine tunasema kwamba ili uweze kuepuka kuahirisha mambo ni pamoja na kutengeneza mazingira. Okay, mazingira. Sawa? Tueleze vizuri hapo na tuweke vizuri hapo. Tunakuja hapo. Tunaposema kutengeneza mazingira, ukisha sema kwamba nilitoa mfano hapo awali kwamba labda kufanya mazoezi, si ndio? Fikiria mfano huu. Nimesema kwamba taamka asubuhi nafanya mazoezi. Lakini napofika asubuhi nikiamka sijui kiatu cha kufanyia mazoezi kiko wapi, sijui nguo za kwenda kufanyia mazoezi ziko wapi, kama kuna vifaa labda kamba au mpira navyo sijui viko wapi. Sasa fikiria haya mazingira ya kwamba nimeamka naanza kutafuta kiatu kiko wapi, naenda kutafuta sijui kamba iko wapi, nguo ziko wapi. Haya mazingira si rafiki na yananisababisha mimi nianze kuprocrastinate. Kwa nini? Bora niache kwa sababu sasa viatu kumbe havipo. Lakini ili jambo umelipanga tangu jana. Kwa nini usiandae mazingira? Uandae vyote kwamba unaamka tu unakuta vitu viko hapo mbele yako. Unajua kabisa kesho naenda shambani. Jembe liko pale, mbegu zako ziko pale. Nini sijui labda kama ni panga nini, kila kitu kiko pale. Yaani ukiamka hivyo unaona sababu ya kuchukua vifaa na kuanza, kwa sababu mnatizamana, vinakupa nguvu. Yes. Sawa. Lakini ukianza kuvipoteza au ukianza kuvitafuta, unaanza kupoteza nguvu, unaanza kupoteza ile morali, unaanza kupoteza ile motisha ya kufanya kazi. Baadaye unaanza kutafuta sababu, hii kazi itakuwa bwana labda sio siku yake, au hii kazi labda itakuwa ngumu, na kutafuta sababu nyingine zisizokuwa za msingi. Sawa. Kwa hiyo ili kuondokana na tabia hiyo, hakuna namna, unapaswa kuandaa mazingira. Ukiandaa mazingira inakuwa ni faida kwako na utafanya kazi katika kiwango ambacho uko motivated. Una hari ya kutosheleza. Hapo kwenye hii sababu wewe umetengeneza mazingira ya kutokuahirisha jambo. Yako vizuri. Kuna mtu mwingine anakutengenezea mazingira ya wewe kuahirisha jambo. Unanielewa hapo? Kama imetokea tuseme labda mfano ambao tumeutoa hapo awali kwamba wewe umesema unaenda kuandaa kufanya mazoezi, si ndio? Lakini mtu mwingine anataka kukuhamisha. Sasa sijui anataka kukuhamishaje, labda kwa sababu najua, kwa sababu wewe mazingira yako umeandaa vizuri kabisa, lakini kuna mwingine anakutengenezea sasa mazingira ya wewe kuja kuahirisha lile jambo ambalo umelifanya. Labda tunatakiwa kujua kwamba hatima zetu tumezibeba sisi wenyewe. Sawa? Na hiyo inawezekana labda kwenye mfano wako tuseme labda nilikuwa nataka kwenda mazoezi, akaja mgeni asubuhi, si ndio? Amekuja mgeni asubuhi. Kwa hiyo inaweza ikapelekea mimi niahirishe, si ndio? Lakini alternative unaweza ndio kule tumesema hao wanaweza kusababisha morali kashuka, ile motisha. Nasema okay, mimi saa hizi nakwenda wapi? Kwenye mazoezi. Nakwenda shambani. Kwa hiyo badala ya mimi kukusikiliza, labda fulani anaweza akakuelekeza hilo jambo, anaweza akakuelekeza. Maana yake ni nini? Kukaa kwenye malengo yako ni muhimu sana. Sawa? Kwa ulimwengu, hata zamani, kwa ulimwengu tulionao, si vizuri sana kwenda kwa mtu ukiwa hujamtaarifu. Yaani hii ya kwenda kama ni dharura, labda kama kweli kuna hiyo dharura. Lakini unajua kabisa kwamba nakwenda kufanya kitu fulani ambacho kinaeleweka. Hakuna sababu ya wewe kwenda bila kumtaarifu. Ukimtaarifu atakwambia okay, ninakwenda mazoezi, ninakwenda shambani, ninakwenda kazini, nitarudi muda fulani. Huu muda ndio tunaweza tukaonana. Sawa? Nimeshatekeleza kile ambacho ni purpose yangu mimi kwenye ulimwengu. Sawa? Kwa hiyo ukija mtu mwingine, wenzetu wana value sana muda. Yaani huwezi ukamuona kama hamjapangiana, hamjakubaliana. Sawa?
Kwa nini? Kwa sababu kipindi unakuja yeye alikuwa na ratiba nyingine, hakuwa na ratiba ya kuhost wewe. Sasa kama unakuja ukubali kwamba kitakachotokea chochote ukubaliane nacho. Yes. Na usione kwamba kwamba anakutenga. Huyu jamaa ananitenga, ananyanyasa au anajisikia. Kuna hiyo lugha sahihi. Yes. Kwa hiyo unatakiwa uchukue kwamba okay, sikumpa taarifa. Next time unatakiwa umpe taarifa ili akupangie muda ambao pengine anadhani kwamba anaweza akawa kwenye mapumziko. Kwa mfano tumesema mtu anaenda kazini, si ndio? Akirudi anaweza kwambia badala ya kuja ile saa 1, saa 8, saa 9, tuonane saa 12, nitakuwa nimeshatoka kazini, nitakuwa nimeshatoka shambani na maeneo mengine kama hayo. Kabisa. Naam. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni sababu ya 7. Lakini sababu ya 8, sababu ya 8 ni kwamba tunapaswa kuandika mipango yetu. Tunapaswa kuandika kila ambacho tunasema kwamba kesho tutafanyaje? Tutapanga. Sawa. Ninaenda sambamba na hili kwamba mali bila daftari hupotea bila habari. Kabisa. Kabisa. Tuendelee. Sasa tunasemaje? Kwa mfano tuchukulie kwamba wewe mimi labda unanidai au mimi nakudai wewe. Na pengine umeniahidi kwamba leo utanilipa. Sawa. Ukisema kwamba utanilipa halafu leo tukakutana na bahati nzuri au mbaya hujakamilisha yale matakwa ya kunilipa mimi. Sawa, ilikuwa labda ni fedha. Sasa hiyo fedha pengine leo hauna. Unajisikiaje? Majibu ni kwamba utaanza kujiona kama wewe ni mtu ambaye usiyefaa. Sawa? Mtu ambaye hauzingatii ulichokinena. Sawa? Unaingia kwenye shida. Unaingia kwenye matatizo. Ndio maana yake. Sasa katika mazingira hayo, katika mazingira hayo unapoandika maana yake unajikopesha. Maana yake mwisho wa siku unakuja kureview kwamba mambo mangapi nimeyafanya, mambo ya mangapi sikuyafanya, si ndio? Kama hukuyafanya kuna sababu ya kutoyafanya. Kama umeyafanya, ile ni sababu ya kwamba kesho utaanza na nguvu mpya, utaanza na hali mpya. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa akili ya binadamu, ile reward system ilivyojengeka ni kwamba wewe una uwezo wa kujipongeza kabla hata ya kusubiria mtu mwingine kukupongeza. Ndio maana ukitimiza majukumu yako, ukifika mwishoni unaona kabisa kwamba yes, leo nimefanya na nimefanya kwa kiwango ambacho nitakiwa kufanya. Hata kama kesho unakuja kazini, unakuja ukiwa na nguvu iliyojitosheleza. Tunapokwenda sababu ya 9 ni kwamba anza kidogo. Anza kazi kidogo kidogo. Sawa sawa? Anza kazi kidogo kidogo. Hakuna namna unaweza ukafanya mambo yatokee kama mtu ambaye yuko kwenye ndoto. Sawa? Mtu aliyeko kwenye ndoto anaweza akaota usiku kwamba anamiliki ghorofa. Hajui limejengwa vipi, hajui limetumia gharama kiasi gani, lilikuwa na maumivu kiasi gani, lakini ule usiku unakuta mtu anafurahi, ana hamasa, ana kila kitu. Ni ndoto. Lakini katika hali ya kawaida wapo watu ndio tunakubaliana kwamba wana uwezo wa kuanza vitu na kumaliza kwa ghafla, kwa haraka. Lakini tulio wengi au watu walio wengi hawana uwezo huo. Sawa? Kwa wajenzi, nafikiri huu ni mfano ambao kila mmoja anajua. Unaweza ukakuta mtu anatafuta nguvu, ananunua kiwanja. Ukishaona mtu amenunua kiwanja, baada ya muda fulani anaweka mawe, anaweka matofali, anaweka mchanga, anamuita fundi, anajenga msingi. Akijenga msingi, ukienda baada ya siku kadhaa unakuta amepandisha ukuta. Ukimwacha tena baada ya siku fulani unakuta ameezeka boma lake, si ndio? Maana yake ni nini? Kadri unavyofanya kidogo kidogo unapata nguvu ya kufanya kile kikubwa. Yaani hakuna kidogo kidogo kinatengeneza kikubwa. Kama vile mtoto anavyosimama. Anasimama, baadaye anapiga hatua moja na anaanguka. Baadaye atasimama, atapiga hatua 2. Huyu mtoto hajasimama, huyu anasogea, baadaye tutamuona mtoto huyu anaanza kufanya, anaanza kukimbia. Sasa katika mazingira ya kazi, katika mazingira ya kutekeleza majukumu yetu, katika mazingira ya kuendea ndoto zetu, tunawajibika kuanza kidogo kidogo, tukiamini kwamba kidogo kikiunganika kinaleta kitu kikubwa, na mwisho wa siku tunapata kitu ambacho kimekamilika. Nikushukuru sana ndugu yangu. Nikisema hivyo naamini
wananielewa ambao wanatufuatilia. Wanaelewa kila ambacho umekitoa. Mtu alikuwa anajiuliza sasa nawezaje kuacha kuahirisha mambo. Kwa kukupata wewe, kwa kukusikiliza wewe, kuna kitu amekielewa leo. Amejua namna gani anaweza akaacha kuacha kuahirisha mambo. Kwa dakika moja ndugu yangu, zungumza na watazamaji wako, waeleze, lakini pia hapo mwishoni waweke namba pia kwa yule ambaye anahitaji kukupata. Okay, nakushukuru. Kwa dakika moja ambayo umeisema, niseme tu kwamba mtu ambaye anafanya majukumu yake au anaepuka kuahirisha mambo, anajenga afya yake ya akili, inakuwa na ustawi au afya bora ya akili. Kinyume chake, huyu mtu anatengeneza changamoto ya afya ya akili, na ikikaa kwa muda inamletea magonjwa ya akili ambayo yanaingia, anajiingiza katika gharama kubwa, na mwisho wa siku inakuwa ni changamoto. Napatikana kwa namba 2. Namba ya kwanza ni Vodacom ambayo ni 0769 108286. Narudia, 0769 108286. Hiyo ni Vodacom. Lakini kuna Halotel. Halotel ni 0629 300 140. 0629 Lakini katika mitandao ya kijamii napatikana pia Facebook, huwa naandika mambo mengi. Kwa hiyo mtazamaji anaweza akatembelea kule akajifunza. Na pengine hata topic kama hizi za leo tunapeleka kule, kwa sababu jamii kubwa imehamia huko mtandao. Ni kushukuru sana. Unapatikana kwa jina gani? Napatikana kwa jina very good. Napatikana kwa jina la Gilbert Ngendabanka. Ndio jina ambalo mitandaoni linapatikana kule. Chukua hapo. Nikushukuru sana. Asante sana ndugu yangu kwa elimu hiyo nzuri kwa watu wetu ambao walikuwa wanatufuatilia mwanzo mpaka tamati. Asante sana kwa Joseph Peter. Umekuwa mtu muhimu sana na imara katika kuhakikisha kipindi cha Maisha Clinic kinakwenda. Hii ni Maisha Clinic. Sisi hatuna cha kwetu humu ndani. Tunabeba na tunaondoka na makablasha yetu. Tunakutana tena wiki ijayo ndani ya Maisha Clinic. Asante kwa wadau wetu wa nguvu ambao mmekuwa nasi mkihusika kwa namna moja ama nyingine. Hapa ni Maishani. Karibu Maishani. Jina langu ni Innocent John. Endelea kufuatilia vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Kwaheri kwa sasa.